Mimi naitwa Waziri, kwa majina mimi naitwa Waziri Shtindi, ni mkulima wa kijiji cha Mahenje katika kata hii ya Mahenje. Naishukuru sana serikali kwa kutuwezesha kupata pembejeo hususan mbolea za ruzuku. Lakini pia nashukuru sana halmashauri yetu ya wilaya ya Mbozi pamoja na mkoa wa Songwe kiujumla kusimamia zoezi hili la upatikanaji wa mbolea za ruzuku. Maana kwenye maeneo yetu ya kata yetu ya Mahenje kwa kweli pembejeo za ruzuku zinapatikana muda wote, na ofisi ya mkoa wa Songwe kupitia ofisi ya kilimo wamekuwa wakizunguka kila maeneo wakitushauri wakulima tutumie mfumo ili kuweza kupata pembejeo za ruzuku. Kwa kweli mimi kama mkulima wa kijiji cha Mahenje nimenufaika sana, na mimi nalima mazao ya mahindi, nalima kahawa, lakini nimekuwa sipati changamoto yoyote kuhusu upatikanaji wa pembejeo hizi za ruzuku. Na kwa bahati nzuri sana tumekuwa tukishirikiana vizuri sana na ofisi ya kilimo, hususan afisa kilimo wetu wa kata ya Mahenje amekuwa akitushauri namna nzuri ya kupata hizi pembejeo, lakini pia namna nzuri ya matumizi sahihi ya hizi mbolea. Kwa hiyo tumeshirikiana kwa uzuri sana. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutuwezesha sisi wakulima wa mkoa wa Songwe mbolea nyingi za kutosha, na bahati nzuri sana mkoa wa Songwe kwa mwaka huu 2026 kulingana na mvua, hali ya hewa, mvua zimenyesha vizuri sana, na kama mnavyoona huku nyuma mpaka sasa hivi hapa tulipo tunanyeshewa na vimatone vya mvua. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, aendelee kutupambania sisi wakulima wa mkoa wa Songwe, na vile vile pia aweze kutuwezesha sisi na maafisa kilimo wetu wa mkoa wa Songwe ili tuweze kusukuma ili gurudumu la kilimo. Kwa hiyo hizo ni shukrani zetu sana sana. Mimi nawashauri sana wale wenzangu wale ambao hawajaingia kwenye mfumo, na bahati nzuri sana serikali yetu inaendelea kuelezea kwamba wakulima wote tujisajili kwenye daftari la wakulima ili tuepukane na ununuzi wa pembejeo zile feki. Kwa hiyo nawashauri sana wenzangu wote, wakulima wenzangu, twende tujisajili kwenye mfumo, na kujisajili sasa hivi kwenye mfumo ni tofauti na zamani. Sasa hivi ukienda dakika hiyo hiyo, hata haichukui dakika 5, unaingia kwenye mfumo, unakwenda kuchukua mbolea siku hiyo hiyo. Kwa hiyo ili tuepukane na hichi kilimo cha kudanganywa kwa mbolea feki hizi za mtaani za kuletwa na baiskeli, twendeni tukajisajili kwenye mfumo ili tuweze kupata pembejeo sahihi. Bahati nzuri kuna usimamizi mzuri sana kwenye sekta ya kilimo sasa hivi. Kwa majina naitwa Martin Msongole, napatikana kijiji cha Mahenje, kata ya Mahenje pia. Na mimi pia ni mnufaika wa mbolea za ruzuku. Nadhani haya leo tukiangalia ni matunda ya uwekezaji wa serikali wetu kwenye issue ya kilimo. Ni siku kadhaa hapo nyuma walizindua ule mradi wa dira ya maendeleo mpaka 2050. Wakasema nchi yetu itakuwa ni nchi ya wazalishaji wakubwa wa mazao duniani. Tunayaona haya ni jitihada za serikali. Nyuma huko miaka kadhaa nyuma ilikuwa ukienda kijijini, sisi tunaishi huko Mbozi, ulikuwa ukienda Mbeya wanaanza kushangaa kwamba huyo mkulima nini? Lakini siku hizi wanajua mkulima ndo ana hela. Ukienda mjini unapewa heshima yako. Lakini hayo tayari ni uwekezaji wa serikali. Sasa mahindi yangu naishukuru serikali yetu, naishukuru kwa kuwa walileta pembejeo za kilimo kwa muda mwafaka. Na miaka ya nyuma kidogo ilikuwa ni mbolea tu ruzuku, lakini mwaka huu msimu uliopita na huu hata mbegu ilikuwa kwenye mfumo wa ruzuku. Kwa hiyo tulipata kwa muda mwafaka na ilikuwa ni mbegu walio sahihi. Nilipata mapema, nikafanya maandalizi na nikapanda mapema. Sasa hii iko hatua ya mwisho ambayo inatakiwa niweke mbolea ya kunenepeshea punje ambayo ni keni. Nayo inapatikana kwenye duka letu la wakala wetu hapa Mahenje kwa bei nafuu, na muda wote mbolea zipo. Ni jitihada za serikali zote tunaipongeza.
Kuna faida nyingi ambazo tunazipata kupitia hii ruzuku. Serikali iko pamoja na sisi. Moja ya faida nyingine kubwa tunazopata, moja wapo ni kama kwamba tupo karibu na maafisa kilimo wetu, wanatushauri muda mwafaka. Ukiwa na changamoto, labda kuna wadudu wameingia shambani, ukimwona atakuja atakushauri dawa ya kutumia na nini cha kufanya. Lakini pia hatuishii tu hapo, kwa kuwa mbolea za ruzuku zipo, tunalima pia mboga na matundo. Tunalima mboga na nyanya ambazo pia zinatusaidia kupata hela ya matumizi ya kila siku. Kwa majina naitwa Salome Youngson Shitindi, ni mkazi wa kata ya Mahenje, ni mnufaika wa mbolea ya ruzuku. Kwa kweli tunamshukuru Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha kupata mbolea kwa wakati. Ndio kama mnavyoona mahindi ndio yanakaribia kuchanua hivi, lakini mbolea imetusaidia sana, hatujapata shida wala kwenda kuzunguka sehemu nyingine. Na hiyo mbolea inapatikana hapa katika kata yetu ya Mahenje. Na pia tunashukuru mvua zimenyesha kwa wakati, tofauti na maeneo mengine hawajapata mvua kwa wakati, lakini sisi tunamshukuru Mungu tumepata mvua kwa wakati, na tunatumaini tutavuna vizuri, tutapata kipato kizuri kupitia hizo mbolea za ruzuku. Wataalamu wanaendelea kuelekeza namna ya utunzaji wa mbolea. Wataalamu ndio wanaendelea kutuelekeza mpaka kututembelea mashambani. Kwa hilo tunawashukuru wataalamu. Kwa sisi kwa kata ya Mahenje hatujapata changamoto yoyote ile. Asante. Kwa kupitia hii mbolea ya ruzuku kwa mwaka huu, kupitia mbolea hii ya ruzuku mwaka huu nimelima eka 7 ambayo natarajia kuwa nipate gunia 160 mpaka 70. Kwa hiyo hata malengo yangu yanaweza akatimia vile nimepata mbolea kwa wakati. Kwa jambo hilo tunamshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan kutuwezesha kupata mbolea kwa wakati. Mwaka huu nimehamasika kulima hizo eka 7 kutokana na nafuu ya mbolea kupitia ruzuku. Tofauti na siku zingine tunapataga mbolea kwa 195. Kwa hiyo sasa maisha yanakuwa yako juu, unashindwa kufanya kile ulichokuwa unakitaka. Kwa hiyo sasa kupitia hiyo ruzuku mimi naona tutanufaika zaidi kwa sisi wakulima wa kata ya Mahenje. Natoa wito kwa wanawake wenzangu wote wa kata hii ya Mahenje, tusijibweteke, tujiunge na mfumo ili tupate mbolea hizo za ruzuku kwa urahisi zaidi, ili tufanye mambo yetu kwa urahisi zaidi. Jina naitwa Yona Ntandu, ni afisa kilimo kata ya Mahenje, wilaya ya Mbozi, mkoa wa Songwe. Sisi kama bwana shamba tuna wajibu wa kuwasajili wakulima kwenye mfumo wa kupata mbolea za ruzuku, na tumefanya hivyo na tunaendelea kufanya hivyo. Kwa msimu huu unaoendelea wakulima wengi wamenufaika, na kama unavyoona mashamba yanapendeza kwa sababu ya mbolea za ruzuku. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutoa mbolea za ruzuku, na hapa katika kata yangu ya Mahenje kuna maduka 3 ambayo yanaendelea kutoa huduma za mbolea za ruzuku. Tu mfumo, na kila mkulima anavyoenda kwa wakala anahudumia vizuri kwa kutumia namba yake. Asante. Kwa majina naitwa Joshua Ngondia, ni meneja wa kanda mamlaka ya udhibiti wa mbolea kwa kanda za Nyanda za Juu Kusini. Leo hii mnatuona tupo wilaya ya Mbozi tukiwa katika ile kampeni yetu ya silaha mbolea. Tunasema mali shambani silaha mbolea. Sasa kupitia kampeni ile tumefanya mafunzo katika mikoa yetu ya Nyanda za Juu Kusini, lakini kwa hizi kuanzia tarehe 4 mpaka leo tarehe 7 tulikuwa tupo wilaya ya Mbozi. Tumeweza kufika Harungu, tumeweza kufika Mahenje, tumeweza kufika Magamba na Itaka kwa lengo la kukutana na wakulima na kutoa elimu ya matumizi sahihi ya mbolea. Sasa mtakumbuka matumizi, ili uweze kuzalisha kwa tija, matumizi sahihi ya mbolea hayaepukiki. Kwa hiyo kama mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania tumeweza kufikia wakulima 541 katika kipindi hichi cha siku 3. Tunatambua ni kipindi cha msimu wa kilimo. Na kwa nini tunapita huku?
tunapita kwa lengo la kuhakikisha kuwa mbolea zipatikane kwa wakulima. Kwa hiyo tulikuwa tunafuatilia hali ya upatikanaji wa mbolea. Kwa hiyo tumetoa elimu ya matumizi sahihi ya mbolea kwa wale wakulima waliokuwa wanapanda kipindi kile, lakini sasa tumekuja kwa awamu ya pili ambayo ni kipindi cha kukuzia. Kuna wakulima ambao mahindi yao ni kipindi cha kukuzia mbolea za urea, lakini kuna baadhi ya wakulima ambao ni kipindi cha kukuzia mbolea kubebeshea kwa maana keni, kwa sababu mahindi yanaenda kuchanua kwa sasa. Lakini ukiangalia hali ya uzalishaji na mwitikio wa wakulima kwa kweli ni mkubwa, ndio maana wakulima wameweza kuzalisha kwa tija. Lakini kingine naomba nisisitize kwamba na kuhakikishia wakulima hali ya upatikanaji wa mbolea ndani ya mkoa wetu wa Songwe na mikoa yote ya nyanda za juu kusini ni ya kuridhisha. Mbolea zinapatikana. Cha msingi wakulima waweze kwenda katika maduka yale, wafanyabiashara waweze kununua zile pembejeo katika mfumo wetu wa ruzuku. Sasa kwa nini tunasisitiza kununua katika mfumo wa ruzuku? Mfumo wa ruzuku kwa sababu tunatambua tumekusajili mkulima, tumemsajili ule wakala, tumesajili mpaka ile kampuni ambayo inasambaza zile pembejeo. Sasa mkulima akienda kununua kwa kutumia ile namba yake, hata akipata changamoto yoyote inakuwa ni rahisi kuifuatilia, kwa sababu tunaangalia tangu mbolea zilipokuwa zinaingia ndani ya nchi mpaka zinapomfikia mkulima kule chini. Sasa kwa wale wakulima ambao wananunua mbolea nje ya mfumo wa ruzuku, kwanza tutoe wito waende kwa maafisa ugani, wapo kwenye ngazi za kata na tumewawezesha vitendea kazi. Akifika pale atasajiliwa kwa wakati na kupewa namba ili aweze kununua pembejeo katika mfumo rasmi. Kununua pembejeo nje ya mifumo rasmi ndio inapelekea saa nyingine wakulima kupata hasara, kwa sababu kwanza sisi kama serikali tunashindwa kuzipata zile pembejeo, kwa sababu baadhi ya wakulima ambao tulikuwa tunaongea nao na tukifanya mahojiano nao, anakuambia mtu alikuwa anapita hapo na guta lake anatembeza mbolea akaamua kununua, au anapitisha kwa baisikeli akaamua kununua. Sasa control yake inakuwa ni ngumu, kwa sababu sio wote wafanyabiashara ambao ni waaminifu. Kwa hiyo pia niweze kutoa wito kwa wafanyabiashara kwa kutoa maelekezo ya serikali kwamba wafanyabiashara wote tunahimiza kuuza mbolea katika mfumo wa ruzuku, kuuza kwa kupeleka pembejeo zenye ubora kwa wakulima. Kitendo cha kuhujumu wakulima kuwapelekea pembejeo ambazo zitakuwa hazina ubora, kile kitendo hakikubaliki, na kama serikali tunasema tukiwabaini wale watu tunachukulia hatua kali. Hivi mnavyoona hata leo kuna baadhi walikuwa Mafinga kule, kuna watu tumewachukulia hatua kali, kuna wengine walikuwa Njombe, tumewachukulia hatua kali, kwa sababu sisi kama mamlaka ya udhibiti wa mbolea tunasema huduma zetu zote ni bure, karibu zote ni bure. Tunawezesha usajili, tunawezesha upatikanaji wa mbolea, kila kitu unakuta ni bure, lakini ukikiuka, ukienda kinyume, faini zetu ni kubwa kweli kweli, inaanzia shilingi 200,000 mpaka 400,000. Sasa hebu piga picha, mfanyabiashara anakuja dukani kwako na kuambia na kutoza faini ya shilingi 400,000. Tutatoka kabisa katika mzunguko wa biashara. Mwingine anaweza simudu kabisa kulipa hiyo faini na akaishia kwenye vyombo vyetu vya dola, kwa maana ataenda kufungwa magerezani. Kwa mwisho kabisa tunawahakikishia wakulima mbolea zipo za kutosha, wasiwe na wasiwasi, waende madukani wakanunue, zinapatikana. Asante.